Bei ya diesel imefikia shilingi 3,806 mpaka shilingi 4,300 kwa lita. Na ikumbuke kwamba siku 10 tu zilizopita bei ya diesel ilikuwa shilingi 2,854. Kwa hiyo imepanda kwa zaidi ya shilingi 1,000 kwa lita, na maeneo mengine 1,000 na zaidi. Bei ya mafuta ya taa kerosene shilingi 3,500 mpaka shilingi 3,882. Hizi sio namba za karatasi, hizi ni takwimu za ofisi. Sio takwimu za ofisi tu, hizi ni namba zinazogeuza kuwa nauli ya daradara. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa bei ya unga sokoni. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa gharama ya kusafirisha chakula. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa mzigo wa maisha kwa kila kaya ya Kitanzania. Kwa hiyo anayesema bei ya mafuta ni mafuta tu hajui maana ya uchumi wa mwananchi. Kwa Tanzania ya leo, mafuta yakipanda bei, nauli hupanda. Nauli zikipanda, chakula hupanda bei. Chakula kiisha panda bei, biashara ndogo huumia. Biashara zikiumia, mapato hushuka. Mapato yakishuka, huku bei zikipanda, maisha ya mwananchi kuingia kwenye mtego wa maumivu makubwa. Hapa ndipo bei ya mafuta hugeuka kutoka kuwa takwimu na kuwa mateso ya kila siku kwa mwananchi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Chadema ndio chama kinachoweza kusema ukweli kwa niaba ya wananchi, na ni lazima tuseme ukweli wote. Serikali yenye uhalali, na hapo tunasema kama kungekuwa na serikali yenye uhalali wa watu, huwajali na kuwaonea huruma wananchi wake, dunia inaweza kuanzisha mshtuko wa bei ya mafuta. Lakini serikali inayowajali watu wake ndio huamua wananchi waumie kwa kiwango gani. Na hii ndio tofauti ya kisingizio cha uongozi uliopo. Serikali inapaswa kutatua kero na kuhakikisha maisha ya wananchi yanakuwa nafuu, huku huduma zikiwa zinapatikana kwa urahisi na kwa unafuu. Serikali haipaswi kulalamika na kutoa visingizio kwa mambo yanayotokea sehemu nyingine bila kugeuza ama kuchukua hatua za kuhakikisha wananchi hawaathiriki kwa kiwango kikubwa. Mambo yanayotokea huko kwingine, serikali makini inapaswa kujipanga na kuwa tayari kukabiliana na majanga na mambo mengine bila wananchi wake kuathirika. Kwa hiyo leo, kwa sauti ya uwazi, kwa sauti ya uadilifu, kwa sauti ya uchumi wa mwananchi, tunasema tunazitaka mamlaka zitekeleze, na Watanzania kwa sauti moja tudai haki hii ya maamuzi ya kupata ahueni kwenye mafuta kwa kutaka yafuatayo yafanyike. Moja, kuondoa kodi na tozo zote takribani 18 kwenye mrorongo wa bei ya lita ya mafuta. Jambo hili liendane sambamba na kuweka wazi mfumo wa utaratibu wa uagizaji wa bei ya mafuta katika hali iliyopo sasa nchini. Kwa tunataka tozo na kodi mbalimbali ambazo zinafikia 18 ziondolewe. Serikali ziondoe, hii serikali dhalimu, ili kuwapa wananchi ahueni. 2, mamlaka itangaze mara moja mpango wa ahueni wa bei ya mafuta kwa muda, yani temporary fuel relief window ya siku 60 mpaka 90. Tunaitaka mamlaka husika kutoa ruzuku ya muda, yani targeted subsidy, ili kuwalinda wananchi na sekta nyeti kama usafirishaji na kilimo. 3, mamlaka iandae na ilete mpango wa dharura wa kuzuia kupanda kwa bei ya mafuta, yani fuel shock, kugeuka kuwa hatari ya bei ya vyakula
yani food crisis. 4 na mwisho, kwa vile mamlaka ilitoa taarifa kwa Watanzania kuwa nchi ina akiba ndani ya mafuta kwa miezi mitatu mbele, mamlaka idhibiti bei kwa miezi mitatu, kwa sababu hayo mafuta yalikuwa tayari yako ndani ya nchi na tunaamini yalikuwa kwenye hifadhi zetu ambayo yamefanywa na bulk procurement, lakini vile vile yamehifadhiwa kwenye matenki ya kwetu ya TIPA. Chadema tunasisitiza kuwa hali hii siyo ya kuvumilika na haiwezi kuvumilika. Ni wajibu wa mamlaka husika kuwalinda wananchi wake kwa vitendo, si kwa maneno. Tumechoka na maneno yao, kila siku wanaongea wanatuimbia. Sisi hatutaki hayo maneno. Wajibu wa mamlaka ni kulinda wananchi. Kupanda bei ya mafuta ya diesel na petroli kwa kiwango cha kuumiza wananchi namna hii si jambo la bahati mbaya, bali ni matokeo ya uzembe, wizi, ufisadi, kama ilivyothibitishwa kwenye ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, ukosefu wa uwajibikaji na sera mbovu zinazoumiza mwananchi. Hatutakubali nchi iendeshwe kwa maamuzi yanayowaumiza wananchi huku wachache wakinufaika. Tunataka haki, tunataka unafuu wa maisha na tunataka vifanyike sasa. Asanteni kwa kunisikiliza.